Ndiyo watu wa Mungu aliye hai, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro, nawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa neno la Mungu kwa njia ya sauti. Karibuni sana wapendwa, ninaomba uweze kuandaa Biblia yako karibu, ili tunapoanza usomaji wa Biblia usisikilize tu, bali unaposikiliza na wewe unafuatilia kwa kusoma kwenye Biblia yako. Alafu mistari itakayokuwa inakugusa sana pindi unaposikiliza inasomwa, hakikisha unaiandika pembeni, na unapata baadaye, mara baada ya kumaliza kipindi hiki, pata muda wako binafsi wa kuirudia tena, kuisoma, kuitafakari na kujiombea. Maana siku zote neno la Mungu linalogusa sana moyo wako, jua eneo hilo ndipo ambapo Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala, tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ni wakati mwingine tena unatupa nafasi kuungana watoto wako kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunakaribisha uwepo wako Roho Mtakatifu. Tunaomba utusamee dhambi zetu. Damu ya Yesu tunainyunyiza mahali hapa. Tunaomba ituunganishe na ufalme wa Mungu, hata tukapate kusikia sauti ya Mungu ndani ya neno linalosomwa, ili lipate kuachilia ufunuo binafsi ndani yetu, lipate kuachilia uponyaji na msaada ndani yetu, wa kuimarika katika sifa na utukufu wa Mungu, na watu wote tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni sana, ambapo siku ya leo tutaenda kusoma kitabu cha Hesabu, ile sura ya 21 na sura ya 22, ambapo katika sura ya 21 kitabu cha Hesabu tutaendelea kusoma kwa habari ya ushindi wa kwanza juu ya Wakanani. Tutapata nafasi ya kusoma kwa habari ya nyoka ya shaba. Pia tutapata nafasi ya kusoma habari ya ushindi wa ng'ambo ya Yordani, Sihoni na Ogu wapigwa. Katika ile sura ya 22 ya kitabu hichi cha Hesabu tutapata nafasi ya kwenda kuangalia maaguzi ya Balaamu. Balaki amwita Balaamu amsaidie. Pia tutaona jinsi ambavyo punda ni mwerevu kuliko mwaguzi. Tutapata nafasi ya kuangalia juu ya Balaki na Balaamu, mazungumzo yao yalikuwaje. Pia tutaona aguzi la kwanza la Balaamu. Haya na mengine mengi mazuri. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project, tuanze usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa 21. Na Mkanani mfalme wa Aradi aliyeketi upande wa Negebu alisikia habari ya kuwa Israeli alikuja kwa njia ya Atharimu. Basi akapigana na Israeli, na watu kadha wa kadha miongoni mwao akawateka mateka. Basi Israeli akaweka nadhiri kwa Bwana, akasema, kama wewe utawatia watu hawa mikononi mwangu, kweli ndipo mimi nitaiharibu miji yao kabisa. Bwana akasikiza sauti ya Israeli, akawatia Wakanaani mikononi mwao, nao wakawaharibu wao na miji yao kabisa, na jina la mahali hapo likaitwa Horma. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu, ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njaa. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu. Na wewe utuombee kwa Bwana, utuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti. Hata ikawa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Kisha wana wa Israeli wakasafiri, wakapanga marago Obothi. Wakasafiri kutoka Obothi, wakapanga Iye Abarimu, katika jangwa iliyoelekea Moabu, upande wa maawio ya jua. Kutoka huko wakasafiri, wakapanga katika bonde la Zeredi. Kutoka huko wakasafiri, wakapanga upande wa pili wa Arnoni ulio jangwani, utokao katika mpaka wa Waamori. Maana Arnoni ndiyo mpaka wa Moabu, kati ya Moabu na Waamori. Kwa hiyo imesemwa katika chuo cha vita vya Bwana, Wahebu katika Sufa na bonde za Arnoni
na matelemko ya hizo bonde kwenye kutelemkia maskani ya Ari na kutegemea mpaka wa Moabu. Kutoka huko wakasafiri kwenda Beeri, ni kisima ambacho Bwana alimwambia Musa, uwakutanishe watu, nami nitawapa maji. Ndipo Israeli wakaimba wimbo huu: Bubujika, kisima, kiimbieni, kisima walichokichimba wakuu, ambacho wakuu wa watu wakakifukua kwa fimbo za enzi, kwa fimbo zao. Na kutoka Matana wakaenda Nahalieli, na kutoka Nahalieli wakaenda Bamothi, na kutoka Bamothi wakaenda bondeni kwenye konde la Moabu, hata kilele cha Pisga kielekeacho chini jangwani. Kisha Israeli akatuma wajumbe kumwendea Sihoni mfalme wa Waamori na kusema, nipe ruhusa nipite katika nchi yako. Hatutageuka kando kwenda mashambani, wala kuingia katika mashamba ya mizabibu; hatutakunywa maji ya visimani. Tutakwenda kwa njia kuu ya mfalme, hata tutakapokuwa tumepita mpaka wako. Lakini Sihoni hakukubali kumwacha Israeli kupita katika mpaka wake, bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani. Akafika mpaka Yahasa, akapigana na Israeli. Israeli wakampiga kwa makali ya upanga na kuimiliki nchi yake, tangu mto wa Arnoni hata mto wa Yaboki, mpaka nchi ya wana wa Amoni, kwa kuwa mpaka wa wana wa Amoni ulikuwa una nguvu. Basi Israeli wakaitwaa miji hiyo yote. Israeli wakakaa katika miji yote ya Waamori, katika Heshboni na miji yake yote. Kwa kuwa Heshboni ulikuwa ni mji wa Sihoni mfalme wa Waamori, aliyekuwa akipigana na mfalme wa Moabu wa mbele, na kumpokonya nchi yake yote mkononi mwake, mpaka mto wa Arnoni. Kwa hiyo hao wanenao kwa mithali wasema, njoni Heshboni, mji wa Sihoni, na ujengwe na kuthibitishwa. Maana moto umetoka Heshboni, umekuwa ari ya Moabu. Mwali wa moto umetoka mji wa Sihoni, wakuu wa mahali palipoinuka Arnoni. Ole wako Moabu, umeangamia, enyi watu wa Kemoshi! Amewatoa wanawe kuwa wakimbizi, na binti zake waende utumwani, wamwendee Sihoni mfalme wa Waamori. Tumewapigia mishale, Heshboni umepotea mpaka Diboni, nasi tumeharibu mpaka Nofa ifikiliayo Medeba. Basi hivyo Israeli akaketi katika nchi ya Waamori. Kisha Musa akapeleka watu ili kuipeleleza Yazeri, nao wakaitwaa miji yake, wakawafukuza Waamori waliokuwamo. Kisha wakageuka na kukwea kwa njia ya Bashani, na Ogu mfalme wa Bashani akaondoka apigane nao huko Edrei, yeye na watu wake wote. Bwana akamwambia Musa, usimche, kwa kuwa nimekwisha mtia mkononi mwako na watu wake wote na nchi yake, nawe utamtenda kama ulivyomtenda Sihoni mfalme wa Waamori aliyeketi Heshboni. Basi wakampiga na wanawe na watu wake wote, hata wasisaze kwake mtu yeyote, nao wakaimiliki nchi yake. Mlango wa 22. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori, ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri. Tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe, nakusihi, unilaanie watu hawa,
maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikilia Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Mungu akamjia Balaamu akasema, ni watu gani hawa ulionao pamoja nawe? Balaamu akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu, akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Balaamu akaondoka asubuhi, akawaambia wakuu wa Balaki, enendeni zenu hata nchi yenu, kwa maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi. Wakuu wakaondoka wakaenda kwa Balaki, wakasema, Balaamu anakataa kuja pamoja nasi. Basi Balaki akatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi, wenye cheo wakubwa kuliko wale wa kwanza. Wakamfikilia Balaamu, wakamwambia, Balaki mwana wa Sipori asema hivi, nakusihi neno lolote lisikuzuie usinijie, maana nitakufanyizia heshima nyingi sana, na neno lolote utakaloniomba nitalitenda. Basi njoo, nakusihi, unilaanie watu hawa. Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza. Basi sasa nawasihi, kaeni hapa tena usiku huu, nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. Mungu akamjia Balaamu usiku, akamwambia, kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, enenda pamoja nao, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalolitenda. Basi Balaamu akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, na upanga wake mkononi mwake amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaamu akampiga punda ili kumrejeza njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde, katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu na kitalu upande huu. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajisonga ukutani, akamseta Balaamu mguu wake, basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaamu. Hasira yake Balaamu ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaamu, nimekutenda nini hata ukanipiga mara tatu hizi? Balaamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki. Laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, ningekuua sasa hivi. Yule punda akamwambia Balaamu, je, mimi si punda wako, nawe umenipanda maisha yako yote hata leo? Nimezoea kukutenda hayo? Akasema, la. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake, umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Malaika wa Bwana akamwambia, mbona umempiga punda wako mara tatu hizi?
Tazama, mimi nimekuja ili kukupinga, kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu. Punda akaniona, akageuka upande mbele zangu mara tatu hizi. Kama asingejiepusha nami, bila shaka ningalikuua wewe, nikamwacha yeye hai. Balaamu akamwambia malaika wa Bwana, nimefanya dhambi, maana sikujua ya kuwa wewe umesimama njiani ili kunipinga. Basi sasa, ikiwa umechukizwa, nitarudi tena. Malaika wa Bwana akamwambia Balaamu, enenda pamoja na watu hawa, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalosema. Basi Balaamu akaenda pamoja na wakuu wa Balaki. Balaki aliposikia ya kuwa Balaamu amefika, akatoka kwenda kumlaki mpaka mji wa Moabu ulio katika mpaka wa Arnoni, ulioko katika upande wa mwisho wa mpaka huo. Balaki akamwambia Balaamu, je, mimi sikutuma watu kwako kwa bidii ili kukuita? Mbona hukunijia? Je, siwezi mimi kukufanyizia heshima nyingi? Balaamu akamwambia Balaki, tazama, nimekujia. Je, mimi sasa nina uwezo wowote kusema neno lolote? Neno lile Mungu atakalolitia kinywani mwangu ndilo nitakalolisema. Balaamu akaenda pamoja na Balaki, wakafika Kiriath Husothi. Balaki akachinja ng'ombe na kondoo, akampelekea Balaamu na wale wakuu waliokuwa pamoja naye. Ikawa asubuhi, Balaki akamchukua Balaamu, akampandisha hata mahali pa juu pa Baali, na kutoka huko akawaona watu hata pande zao za mwisho.